Mambo vipi? Hii video hii utaenda kujifunza ni kwa namna gani unaweza ukafanya biashara ya bati. Biashara ya bati ni biashara moja ya kishua sana, na mtu yote anayefanya biashara ya bati huwezi kukuta na maisha ya kuungaunga. Kwa hiyo na wewe leo nakusanua. Ni kwa mtaji wa shilingi 200,000 tu unaweza kuanza hii biashara. Usifikirie kwa kubwa sana ukaona kama bati ni kitu fulani hivi ambacho lazima niwe na milioni 3, milioni 5. Hapana. Iko hivi, bati zinazalishwa kiwandani. Kwa hiyo wewe toka nenda kiwandani, na watu wanajenga kila siku. Kumbuka, uliza kiwandani wanauza bati bei ya jumla shilingi ngapi. Wewe unaweza kuchukua bati in case unataka uanze kuwa sales, mtu wa kuuza. Watakupatia bati kwa shilingi ngapi? Kwa mfano mazingira niliyopo mimi huko, bati kiwandani zinachukuliwa kwa shilingi 18,000, na kwa shilingi 18,000 bei ya kuuzia ambayo watu wanauzia mtaani ni shilingi 24,000. Kushuka sana 23,000. Sasa pata picha, 24,000 wewe bado umechukua kwa 18,000. Unakuta kuna gap ya shilingi ngapi? Kuna gap ya shilingi 6,000. Sasa piga hesabu, kwa sababu bati wakinunua ni nadra kununua bati moja, bati mbili ni nadra. Nyumba standard ya kawaida bati 60, bati 80 mpaka bati 120 huko mpaka 200 kabisa. Chukulia umeuza bati 80 kwa shilingi 24,000 kila bati moja. Maana yake utapiga pale faida ya 6,000 mara 80. Maana yake kwa mteja mmoja tu tayari umepata faida shilingi ngapi? Ya 480,000. Unaona ndio maana unakuta kama mfuatilia wauzaji wengi wa bati wanakuambia tunakusafirishia bure. Au tunakupatia misumari bure. Kwa sababu gani? Kwa sababu bati yenyewe ina faida. Wewe ukichukua kwenye 480, ukitoa gharama za usafiri na kusafiri, unakuta labda pengine bando moja ambalo linapanda na bati 16, hizi bati za rangi nasafiriwa kwa shilingi 10,000. Bando 6 ambazo zinakuwa bati 96, shilingi ngapi hiyo? Malaki 60,000 tu. Haya. Misumari inauzwa, misumari bati 3,000 kilo moja. Kilo 10 30,000. Chukua 30,000 ongeza 60,000 inakuwa 90,000. Ukichukua 480 kutoa 90,000 unapata 300,000 kama na 90 hivi, kama 90 na 80. Hiyo ni faida kwa mteja huyu mmoja. Sasa kwa mteja 200,000 unaweza ukapata wastani watu ambao wakawa na uhitaji wa bati zaidi ya 50. Kuna wengine ambao wataweka ahadi, kuna wengine ambao watanunua by cash, na misimu ya kujenga, misimu ya kuwezeka nadhani mnaifahamu. Ukiuza kwa wateja 10 tu, ukiuza kwa wateja 10 tu kwa bei yako ya 200,000, maana yake wastani tuchukulia wateja 10 wote wamechukua bati 80. Maana yake utakuwa umetengeneza shilingi ngapi? Milioni 4 na 800,000. Hizi sio hesabu za makaratasi ambazo nakupatia tu za kufikirika, ila ni hesabu ambazo nakusanua akili yako. Fuatilia wewe mwenyewe kwa muda wako ili ujue ni kwa namna gani watu wanauza bati wana pesa sana. Hahitaji kuwa na pesa, hahitaji ufungue ofisi, hahitaji sijui na milioni ngapi. Wewe kipata kiwanda kinachozalisha. Kama ni kiwanda cha Alafu, kama ni kiwanda cha Dragon Mabati, kama ni kiwanda cha Sunda, kama ni kiwanda cha Kimlani, kama ni kiwanda cha let's say kada gani? Kiboko, omba nafasi ya kuwa sales. Na ukiwa sales unaweza usiwe sales ya kiwanda kimoja tu, ukauza mabati kutoka viwanda tofauti tofauti. Mwisho wa siku unakula bingo. Ila yangu kwako kwamba kwa wewe ambaye unajiuliza biashara gani ufanye, basi tafuta 200,000 then seti matangazo, iwe Instagram iwe Facebook. Na Facebook kunaitika sana kwa uzoefu wangu, kwa sababu hiyo biashara naifahamu, lakini pia nasaidia watu wengi kuifanya hiyo biashara. Kwa wewe ambaye unatamani uanze biashara hii, haujui ni kwa namna gani unaweza ukaseti matangazo haya ya bati kwa namna gani, unaweza kupata wateja kupitia mitandao ya kijamii, basi wasiliana na mimi kwenye namba za simu hapo chini kwenye screen yako, ili niweze kukufundisha kozi ya kufanya matangazo mtandaoni. Na hii kozi inaitwa Sponsored Ads Masterclass, inagharimu shilingi 50,000 tu. Ningekufundisha kwa shilingi 50,000. Unatafuta 200,000 yako, unaweka mzigo wa matangazo raundi ya kwanza. Kabla raundi ya kwanza hujauza, lakini unatafuta 200,000 unaweka raundi ya pili. Lazima uuze tu, lazima uuze tu. Uangalia bei zinazotembea sokoni ni kiasi gani. Na wewe uliwe na kandado unaambia bei ya jumla utachukua shilingi ngapi? Basi nje sokoni, nje mitandaoni. Kwa siku unakula bingo. Hiyo ndio biashara ya bati. Mtaji mdogo, faida kubwa, faida nene.
Tukutane wakati mwingine na kwenye video nyingine tena. Asante.